Hata huyu mpagani aliyelewa amelala kwenye matope, huruhusiwi kuzungumza kibaya kwake. Kabla tujaendelea mbali jamani, leo nimekuja na mke wangu. Nina mwanamke mmoja wa kisasa. Amen. Nina mwanamke mmoja asili yake ni Malawi. Usije kushangaa Kiswahili chake. Ndio huyo, ndio mama yangu mimi. Ndio huyo, nikisema mama naeleweka hapa kwa sababu ndiye ambaye hana mipaka kwangu. Lakini mamangu mzazi ana mipaka. Haleluya. Alisalimia kanisa. Tutaendelea kwa sababu semina ni kikao. Haleluya. Nimeongoza na vipande vyangu na vipande pia. Neno la Mungu mimi napenda tukianza kulizungumza, tutazungumza mpaka kesho. Yaani najisikia garaha hata kula na sahau. Tumesema jana kwamba neno la Mungu ni chakula. Neno la Mungu ni taa. Inasema kama ambavyo jicho ni taa ya mwili. Jicho likipofuka mwili huingia wapi? Gizani. Neno la Mungu, bila neno la Mungu wewe si kitu. Haleluya. Maana neno la Mungu ndio damu ya Yesu mwenyewe. Neno la Mungu ndio kafara. Na damu ya Yesu ndio iliyowatoa wana wa Israeli Misri, kuwarudisha kwenye uhalisia wao. Haleluya. Salimia kidogo mama watoto. Sauti maiki na sauti ndogo. Hawakusikie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda. Nimefurahi kufika mahali hapa. Na kitu mmenifurahisha. Asili ya moyo wangu. Mungu awabariki. Tusipoteze muda. Kwa majina naitwa Enara Hezroni Mwakatoga. Nasali kwa mchungaji Christopher Mwangira. Mwakanyamale. Amen. Samani. Inaeleweka. Karibu. Amen. Nimefurahi, nimekuja na familia yangu. Na Mungu atubariki. Asante. Amen. Mmemwona alivyo? Wakiwa hivi wanadeka jamani. Yaani nikizungumza hivi, jana nimembembeleza twende wote. Amesema naenda kwa kina mama WWI, kwa kina mama kwetu. Amenigomea. Nikamwangalia nikasema huyu kwa sababu ya hali yake. Wamama wakiwa hivi tunapitia sana. Wa baba anaweza akakutapika, wanakutapika kabisa, unaonekana kinyesi. Kwa akili sasa tuishi nao kwa akili. Bila akili haiwezekani. Asante. Haiwezekani. Tena haiwezekani kumpendeza Mungu. Akili. Haleluya. Amina. Na mwanangu mkubwa pale. Pita mbele baba. Tena nimekurandisha. Tunafanana kimtindo. Amina kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasalimu kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Hakika nilipoingia tu hapa, kwa maandiko imeandikwa Mungu anaketi katika sifa. Amen. Nimemwona Mungu kabisa akihudumia watu kupitia sifa. Amen. Hongereni sana kwa ajili ya sifa. Nimependeza sana. Lakini kwa majina yangu naitwa Kasiani Mwakatoga. Na huyo hapa niseme ndiye baba yangu. Amen. Maana mjomba ni mama. Amina. Amen. Amina. Mungu mbinguni awabariki sana katika hilo. Amen. Asante. Hii ni familia yangu. Ndio wale nazungumza kwamba familia ya mama yangu imekombolewa. Tena imekombolewa. Hawa ni wajukuu zake. Huyu ni mtoto wa dada yangu aliyenifuata mimi. Aliniachia watoto wawili. Dada yangu alitangulia mbele za haki. Pia alikuwa mtumishi wa Mungu. Alipita. Lakini bado anaishi kwa sababu aliacha alama. Aliacha alama. Kwa hajafutika kwenye macho yangu. Nikiona watoto wake, tena huyu alimlandisha sana. Yupo kaka yake wa huyu ni mwinjilisti pia, anafundisha naye Biblia. Yuko kwa mchungaji, yuko Irongo ndani huko. Huyu pia ni mzee wa kanisa kwa mama yangu pale, ni mtumishi wa Mungu pale. Haya, wakati mwingine kama alivyozungumza mjomba ni mama. Kwa mimi ndio mwanangu, dada yangu alifariki, ameniachia watoto hao. Tunaendelea kulisukuma gurudumu la Yesu, tunaishi. Usisitie kuvuruga na kuweka sawa hapa. Wengine walikuwa wanasinzia wameamka. Kwenye utambulisho wengi wanapenda na ushuhuda wengi wanapenda.
Nina mwanangu mwingine ametoka shule. Simona amevaa kasweta ka shule. Njoo usalimie kanisa. Huyu hapa kwanza. Sogea. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Amen. Majina naitwa Christian Hezron Mwakatoga, mtoto wa 4 wa Hezron Nyanyitike Mwakatoga. Asanteni. Haleluya. Yesu akubariki. Musa na mtoto wangu mwingine wa mwisho. Sasa sio wa mwisho ni mwisho. Nikisema wa mwisho wakati wengine tunawatarajia, tumeshanunua na mababy show tayari. Alafu tunasema wa mwishoni. Huyu ni sio wa mwisho ni mwishoni. Wa mwisho ni mwishoni, sema kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Musa Hezron Nyanyitike Mwakatoga. Ni mtoto wa 5 wa Hezron. Safi sana. Ni mtoto wa 5 wa Hezron. Kwa kama nilivyozungumza jana na mtoto wa 5. Hao Mungu alinipa. Sijawahi kuacha hata siku moja. Mama au baba anayeacha watoto wake, iwe bahati mbaya, sije ukarudia. Anayeacha watoto, manake huyu mtu, hebu ngoja nikwambie tumuiteje. Hilo jina utaniambia wewe tumuiteje. Tunaposema Mungu aliumba siku 6 akapumzika, siku ya 7 akapumzika, si kweli. Ni uwezo mdogo wa kufikiri. Mungu hakuishia umbaji siku 6. Leo tunaoana wawili, tunaingia ndani, wanatoka 3, 5. Wewe ndio umeumba. Umefuga, umenunua kambuzi kamoja. Baada ya miaka 3 tuko 7. Ni wewe umeumba tumbuzi wetu. Kwa uumbaji wa Mungu unaendelea, ila unaendelea kwa staili nyingine. Haleluya. Huyu Mungu ni noma. Na maanisha kwamba kwa sababu uumbaji wa Mungu unaendelea, mimi nasema ndoa ni mradi wa Mungu. Ndoa ni taasisi. Hii ni ndoa sasa. Wawili hawa wakiingia ndani, Mungu anakuwa katikati ya hawa wawili. Ndio maana vitoto vinatokea alafu tunafanana navyo. Haleluya. Na lengo mwana ankosi, lakini kisigino kwa kukosi kisigino. Kweli kisigino kinajificha kwenye kiatu, lakini ni umelaandisha kisigino. Utamchunguza vyote. Utasikia mbona akakeupe? Wenzangu, kitanda kizai haramu. Haleluya. Angaliaga. Ndivyo ilivyo. Lazima tufurahi nyumbani mwa Mungu. Amen. Na alifurahia waliponiambia twende wapi? Nyumbani kwa Bwana kuna raha. Mimi nasemaga mtu akisinzia kanisani mwache asinzie. Nyumbani anaminywa na wachawi halali. Sasa akalale wapi? Mwacheni asinzie. Hapa waje na hapa sasa, hao wanaomkosesha usingizi nyumbani waje na hapa. Vise na hapa watakachokutana nacho hatutakuwa na msaada nao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndani ya Kristo kuna raha. Mamangu mtamuona kesho. Yaani napenda kumadvertise kwa sababu yule mama, kwanza mtoto wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, 7, wa 8, wa 9, wa 10, wawili 11. Amezaa mara 10 watoto 11. Wadogo zangu wa mwisho ni mapacha. Wote wanatumikia Mungu. Mwingine yuko Dar es Salaam ana watoto 2, mwingine yuko Usangu Igurusi Igarako ana watoto 3. Sasa tutake nini? Mpaka anasema mama, ina maana wewe sasa una jiko la kutukusanya wote? Maana jiko makadirio ni mafiga 3. Ina maana 2 kwenye figa hili wanaota moto, 2 kwenye. Sasa wewe 10 mama. Mimi ndio umenitesa. Wewe umenijua sijarabata. Unajua mama, mimi hata chochote nasemelea kwa mama. Huwa namwambia mama tu. Nazungumza kwa mama. Nani kama mama? Mgongo wa mama ni gari. Umebeba kila mwanadamu mgongo wa mama. Ndio maana nasema mama, jitambue, simama kwenye nafasi yako. Ukisimama kwenye nafasi yako, shetani haruki. Shetani hawezi kukufanya chochote. Amen. Maana Biblia yetu inasema wanawake ni jeshi kubwa. Yes. Ni jeshi. Wanawake tunawategemea sasa. Tena nasema wanawake kwa sababu mama mchungaji huko. Yesu akubariki mama. Wow. Hai. Hebu pita mbele. Huyu mama
Huyu mama huyu ni mama wa wamama wote ndani ya bustani ya Edeni mahali hapa. Amen. Ndio mama ambaye kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 8 Biblia inasema akaona si vema awe peke yake. Pale hapa Mungu anasema ailime na kuitunza. Mungu akarudi nyuma akasema peke yake hawezi. Peke yake hawezi. Kaangalia akasema hawezi peke yake. Lazima kuwe na msaidizi. Leo hii ndani ya ufalme wa Mungu anayepambana sana na kanisa ni mama. Ni mama. Yaani nazungumza nasema ni mama. Usimtazame mama huyu vibaya. Mimi na baba tunakaa sebuleni. Tunaposubiri ugali mama yuko jikoni anaungua na moto. Anateseka kule. Sisi na baba tumekaa sebuleni. Sisi tunaangalia nini, sisi tunacheza karata, hata mama anapambana, mama ana kazi ngumu sana. Msimnyoshee kidole kibaya mtumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Kwa ile roho ya Mungu imeingia ndani ya mama huyu. Hayupo hapa kipindi hicho, akakamatwa akaletwa. Fahamu wake ukalazimishwa kama Mungu alivyomlazimisha Yohana mwanafunzi wa Yesu. Akiwa kule Patmo amekamata Yohana huyu, sasa anaambiwa andika. Maana Yohana anasema alikuwa katika roho, mama nimefurahi kukuona. Kakae pale mama, upumzike. Pumzika mama. Lazima tujivunie wakina mama jamani. Amen. Mibaba hii mibaba. Wamama nimewazungumza jana lakini sidhani kama walinielewa. Nataka niwaambie tu kweli mama, pamoja na udhaifu wenu, lakini shida inaanzia kwetu. Shida inaanzia kwa kina baba. Libaba kisimama kwenye misimamo yake, mama amekosea, ameteleza tu kidogo. Kwa ile hasira ya baba inamfanya mama asiamini, hakuamini. Ile hofu alionayo inamfanya aishi kwa mashaka. Atazalisha mabaya kulingana na kwamba hujasamehe mkeo. Haleluya. Kwa baba akitangulia kusema mke wangu yameisha, mama ana format ile hali ya kwanza, anaifuta ile hali ya kwanza, inaanza upya. Kuna kitu atasahau, kuna kitu anaweza kakisahau. Nimezungumza wa mama wakiwa hivi, we ukamtenkee unyambara ingine nyumba ukateke. We kuna vipindi wengine wanapitia hawarudi hata nyumbani, hawalali. Maana mwanaume akirudi nyumbani mwanamke anajisikia kichefuchefu, akitoka anamkumbuka. Sasa tunafanyaje hapa jamani? Tunafanyaje? Kwa kuna namna unafanya